Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV, kama kawaida kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuweza kufuata kile kipindi chako kipendelevu cha mtazamo wa kisiasa ambacho huaga kinakujia kila wiki kwenye TV yako. Ninakuwa nikishukuru wewe ambao unakuwa unatufuata kila mara, ila nitakuwa nakuomba tu usikose kuwa na sambazia wengine ili waendelee kufuata vipindi vyetu kwenye TV yako ambao ni Tanganyika TV. Kama kawaida ya kipindi cha leo ni mtazamo wa kisiasa na tunakuwa tunashirikiana na mwenzangu ambaye atakuja kujitambulisha jina lake mwenyewe. Mimi ni Safari Almas, nyuma kamera ni Abubakar Saidi na nashirikiana na mwenzangu hapa. Naam, kwa jina ni Isaac Mulucha Ashibe. Nasema asante pia kwa kuwa mwaliko wako kwa siku ya leo Safari Almas. Asante sana, ndiye ambaye tutakwenda kushirikiana naye katika mtazamo wa kisiasa kwa siku ya leo. Na nikukumbushe kwamba mpenzi mtazamaji, kwa siku ya leo tunazungumzia kuhusu siasa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa hali ambayo inaendelea, na ni hivi punde tu walikwenda kwenda kwenye makubaliano kusaini kwa sababu ya rasimu ya makubaliano huko Doha katika nchi ya Qatar, ikijumuisha government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na AFC M23 ambao kwa sasa inashikilia baadhi ya sehemu za mikoa ya Kivu Kusini na Kaskazini. Na katika rasimu hiyo ambayo ilikwenda kusaini huko Doha inajumuisha mambo mengi, hasa mambo 8 ya muhimu, na watu wengi wanakuwa wanajiuliza sana sasa, maswali yanakuwa mengi kutokana na mikataba ambao wanakuwa wakiasaini kila mara, ila tukumbushe kwamba inakuwa ni kipengele sana kwa kuwa ndo mwanzo wa makubaliano. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kutekeleza yale makubaliano. Labda kiupande wako Isaac, kwa hali inavyoendelea, hatua ambazo zinafanyika kwa ajili ya kutafuta tu amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unadhani kwa upande wako ni sahihi, hasa ukiangalia na kile ambacho raia inakitaka kwa sasa, ama kusaini kwa makubaliano yale atakuwa na tija kwa raia wa tabaka la chini ambao wanaendelea kutabika kila mara? Kwanza ninagundua kwamba kuna swali mbili. Kwanza, je, mambo yanayoendelea ni sahihi, na je atakuwa na tija? Cha kusema cha kwanza ni kwamba yanayoendelea kwanza ni sahihi. Tukisema sahihi maana yake ni halali. Ni njia mojawapo ya kutafuta amani ambayo inaweza kutumiwa na nchi ambayo imevamiwa au inakuwa katika mgogoro fulani wa kivita, ili kuweza kujikwamua na kupata amani kwenye sehemu zake ambazo zimekuwa na mzozo. Lakini kwenye swali la kusema kwamba je jambo hili litakuwa na tija, maana yake litazaa matunda, hilo siwezi nikakuwa na uhakika nalo moja kwa moja, kwa sababu mambo kama haya tumeshayaona mara nyingi. Tumeona Kongo yetu hii inafanya haya makubaliano mara kwa mara. Tunafanya makubaliano. Nikwambie tu kwamba kuna mambo ambayo hayakwenda vizuri kwanza mwaka 1995 96, hayakwenda vizuri kati ya Rwanda na Zaire wakati ule. Basi ikatengeneza wale wa rebele wakati ule, waasi wa AFDL wakaja wakampindua mzee Mobutu serikalini. Lakini pia miaka 1998 hivi kuna mambo pia ambayo makubaliano ambayo hayakuheshimiwa kati ya Rwanda na yule ambaye alisimikwa wakati ule ambaye ni Laurent Desire Kabila, kukatengenezwa RCD. Na kuna mambo pia ambayo hayakwenda sawa miaka 2005 kati ya Rwanda na Joseph Kabila, tena kukatengenezwa makundi mengine. Na mwaka wa 2009 2012 wa M23 wakaanza kuonekana. 2023 hapa 2022 akina M23 ya pili tena ikaonekana. Kwa hiyo unaelewa kwamba makubaliano hizo maakor zimeshafanywa sana, lakini tija kabisa au kupata ile amani ambayo inahangaliliwa bado haijapatikana kwa miongo kadhaa sasa. Na labda ukiangalia hiyo inakuwa ni kutokana wenda labda kuna kutokukubali ama kutokutekeleza yale makubaliano ambayo yanakuwa yanachukuliwa, kwa kuwa ukiangalia kuna ukiukwaji mwingi. Kwa kuwa ukiangalia katika awamu ya kwanza ambao walikwenda kule Doha kwa ajili ya kusaini makubaliano ya Doha kati ya M23 na AFC, katika kwa awamu ya kwanza kabisa walikwenda kusema kwamba
ili tuende kwanza kwenye makubaliano na kusaini mambo mengine, lazima kwanza kuwe na usitishaji mapigano, ambapo ukiangalia kwa sasa mapigano yanaendelea. Wanaendelea kuzungumza huko Doha, wanaendelea kusaini marasimu ya makubaliano, ila mpaka sasa sehemu zingine unakuta mapambano yanaendelea. Hii inakuwa inaleta maswali mengi. Kunakuwa na vitu viwili ambavyo raia haielewi. Kunakuwa na yale makubaliano ambayo anakuwa na saini kule Doha, hayaambatani kabisa na hali iliyoko huko kwenye terrain, hali halisi. Ina maana wanajeshi ambao wanaendelea kupigana ni upande wa serikali, ni upande wa waasi wa M23, ni kama umetupilia mbali yale ambayo yanakuwa yakisainiwa kule kwenye makaratasi. Yani yale yanabakilia kwenye mitandao na kwenye makaratasi, na huku mambo yanaendelea kuwa mengine ambayo raia wanashindwa kuelewa wako sehemu gani. Safari, kwa sababu tunazungumzia makubaliano, ni vizuri tuwe tueclaircir kidogo kuhusu hilo. Makubaliano ya kwanza tuelewe kwanza, mwanzoni kabisa rais wetu alikuwa amekataa kufanya makubaliano yoyote yale katu, yani amekataa kusema sitaongea na hawa waasi. Sasa tarehe 19 hili nadhani mwezi wa 6 kumrazi mwaka huu wa 2025 kukafanywa makubaliano ya kwanza kabisa, yaliitwa Declaration de Principe. Yale yalikuwa ya kwanza kabisa. Ilikuwa kama vile tunawashika waasi wa M23 kama watu ambao wako legitime, kama group armé ambayo ina revendique haki yao ya wakongomani, na ambayo ni lazima tuzungumze nayo kwenye meza ya mazungumzo hivi. Tukawa huko Doha, kukasainiwa ile Declaration de Principe. Baada ya hapo kukasainiwa ile cessez-le-feu permanent. Baada ya hapo mu Oktoba kukasainiwa ile ambayo ilikuwa ni mekanisme conjoint ya verification na suivi juu ya cessez-le-feu, ya kutekeleza ile cessez-le-feu hapa mu Oktoba. Na hapa le 15 Novembre kukasainiwa hii ambayo ilikuwa ni ya mwisho ya cadre yenye kuwa na zile protokole 8. Sasa tunaelewa kwamba haya mambo yote haya ambayo yanatendeka haya mambo yote ambayo yanatendeka, hizi akoro ambazo zinakuwa sinye kati ya hawa ni mambo ambayo sisi kama vile raia tunakuwa hatujaona kabisa, tuseme ressemblance au niseme nini, uhalisia wa terrain na kule, kwa sababu tulisinye cessez-le-feu, lakini bado Kinshasa inachongea Goma lakini bado Kinshasa inachongea Goma kuwa imevunja hiyo. Goma pia, nikisema Goma nasema AFC M23 kwa sababu tunasema ndo kama kapitali yao. Na AFC M23 nao inashutumu Kinshasa kwamba imevunja yale makubaliano. Kwa hiyo tunagundua kwamba yale yanayosainiwa kule sio hayatabeba kabisa uhalisia wako kwenye shamba la mapambano. Hata huyu bwana ambaye ni Benjamin Bonimpa, huyu ambaye ni mmoja kati ya wawakilishi wa AFC M23 kule Doha, alisema hilo kwamba haya yanayotendeka huku yana utofauti sana yale ambayo yanafanyika huko kwenye shamba la mapambano. Naam. Lakini ukiangalia katika tathmini hiyo mtu anavyofikiria tu ni kwamba hata kama wafikie, kwa kuwa walisema wataangalia namna gani ya kutekeleza yale mambo 8 ambao waliyasema, ikiwemo kuna kurudisha uongozi kwenye raia, kuna kuheshimu wakimbizi warejelee kwao, misaada ya kibinadamu iwepo, ziachiliwe. Kwa namna tathmini iliyoko ni kama ni vitu ambavyo vitaishia kwenye makaratasi. Kwenye makaratasi kwa sababu gani? Kwa kuwa kunakuwa vitu viwili tofauti ambavyo haviendi sambamba, na vilianza kwenda sambamba tangu hapo awali. Kwa kuwa tangu walipoanza ma Declaration de Principe, walianza kwanza, kitu cha kwanza ilikuwa ni kuheshimu kwanza usitishwaji mapigano. Ndio ilikuwa lengo kwanza. Mpatanishi Doha ndo jambo ambalo natafuta sana. Kwanza ile milio ya risasi na bunduki inyamazishwe kwanza, tuzungumze kama raia lakini sasa hilo jambo kama unavyosema alijafaulu kabisa. Ndio ni kitu ambacho akifaulu na kipati mwangaza mpaka sasa. Kwa labda hali iliyoko, raia wameshaelewa, raia wanajua kipi ambacho kinafanyika, na mpaka sasa ni kama vile hakuna matumaini ya kutekeleza kile ambacho wanakwenda kukisaini kule. Unadhani ni kipi ambacho raia wanaweza wakakichukulia maanani kwa sasa? Ni kuomba kwa serikali kuanzisha tena mtutu kwa ajili ya kumaliza uasi ambao unaendelea kushamiri kwa muda, ama tusubiri ndo mazungumzo, huenda labda katika utekelezaji wa haya mambo 8 anaweza kaleta tija kwa raia? Safari, kwanza tujue kwamba hii accord cadre ambayo ilikuwa signé pale 15
haibebi sana matumaini ya kuleta amani. Hilo lazima tuliweke kichwani. Na mimi kwa miaka yangu na kwa namna yangu ya kutathmini siasa inavyoendelea hapa nchini kwetu ni kwamba hizi accord ambazo zimefanyika kwa muhula huu wa M23 ya pili ndio accord ambazo wananchi walipata access kuzijua sana. Accord zingine zote hatukuwa nafahamu sana, zingine accord za nyuma, lakini za sasa wananchi wanazijua sana. Kumefanyika accord fasi fulani, tarehe fulani, tunajua vizuri. Lakini bado ingawa tunajua accord imefanyika fasi fulani, tarehe fulani, kuna jambo lingine ambalo linatupita. Kwa sababu mimi kibinafsi kuna ile ambayo inasemekana s'attaquer aux causes profondes du conflit ou de la guerre. Zile causes profondes zile. Nasikia siku moja wakati nakumbuka ule usiku ilikuwa ni Januari hivi, wakati Rwanda wakati wanavamia Goma, Rwanda kuliingiliwa kule na baadhi ya FARDC na wengine sijui walikuwa wazalendo wale. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, aliweza kushtumu Kigali kwamba vita hivi unavyoviendesha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni vizuri uvisitishe. Lakini pia kwenye tweet yake Paul Kagame aliandika kwamba akamwandikia akawa kama anamjibu yule secretary d'État Amerika kwamba ni vizuri kugundua chanzo cha vita hivi. Ni vizuri kujiataki kuzile causes profondes de la guerre. Na natumai kwamba wakati Marco Rubio peke yake wakati aliingia kule kwao ikulu na kujua hizo causes profondes alinyamaza. Yaani ina maana kuna kitu kingine ambacho raia hawajui. Zile causes profondes de la guerre hatuzijui. Tunazisikiaga hivi, tunajiataki kwa mwakor kadri wanatuambia kwamba mko 8 protocol na zile 8 protocol zinaatake causes profondes de la guerre. Mais causes profondes de la guerre ni nini hasa? Katika zile 8 ni nini hasa? Ndio tathmini katika zile 8 sioni kama kuna saoni. Lakini labda matamshi ya causes profondes tungeyapata kwa Bertrand Bisimwa, kwa Corneille Nangaa. Wakati alikuja na mambo ambayo yako vague kidogo. Anatuambia kwamba nimekuja kwa sababu mamlaka ya Kinshasa au serikali ya Tshisekedi imeshindwa kutimiza ahadi, imeshindwa kuongoza vizuri, imeongoza kimabavu, inanyanyasa watu. Tunakuja kuipindua. Lakini muda kidogo tu tunaambiwa kwamba sisi tumekuja kuproteger minorite Tutsi. Unaelewa hizo sababu ambazo zinaanza kutengenezwa. Na muda kidogo tena akatuambia tumekuja kwa sababu ya Waswahili wananyanyaswa sana hapa, tunakuja kuwasikilizia Waswahili. Kwa hiyo sababu kabisa ya vita haijulikani. Na kuna muda ambako aliweza kusema kwamba anakuja kurudisha utawala ambako alitoka. Kwa hiyo ndio hilo jambo pia nalo alilisema nalo. Kwa hiyo unagundua kwamba kuna kuwa sababu nyingi ambazo labda hazina ukweli ndani yake, zimekuwa ni visababishi tu mambo fulani tu ya kumaske watu ili kwamba wasielewe tatizo kabisa la vita liko wapi. Na asante sana mpenzi mtazamaji, kama ndo bado unakuja kujiunga nasi na kama unaendelea kutufuatilia, tunakuomba ubaki hapo kwa kuwa leo tunazungumzia siasa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi chako hiki cha mtazamo wa kisiasa ambacho kinakuwa kinakujia kila wiki na kinakuwa kinazungumzia kuhusu siasa za DRC vile vile na siasa za ukanda wa maziwa makuu. Lakini zake ukiangalia kunakuwa na mambo kaza sasa. Ukiangalia kuliweza kufanyika makamati ambayo inakuwa inasimamia harakati za kusaini sasa nchi ya Qatar, ambayo anakuwa ni kama kiongozi anayesimamia saini hizi ambazo zinakwenda mpatanishi kati ya sisi na wasi wa AFC M23. Lakini ukiangalia kitu ambacho kingine ambacho kinakuwa kinasumbua sana raia ni kama vitu vinakuwa vingi sana, mikataba inazidi kujizalisha, kwa kuwa ukiangalia hapo tunakwenda kwenye mikataba na AFC M23. Kuna mikataba mingine ambayo inatuchunga sisi na Rwanda. Kuna ya Washington. Licha ya hivyo, si yao tu. Kuna vitu vingine ambavyo vinahitajika kufanyike mazungumzo ya nchi ambayo itafanyika katika nchi, na katika hayo mazungumzo lazima kuwe na mikataba ambayo itapelekea raia ama itapelekea wakongomani wote kuwa pamoja na wakubaliane. Mkataba ni makubaliano, kubaliana kwa kitu kimoja. Licha hayo yakimalizika, kuna mambo mengine. Kuna uasi ambao unaendelea wa ADF
ambao unaendelea kuua watu kila mara nao vile vile unakuwa unasumbua sana. Sasa ukiangalia hiyo mambo yote ni kama yanakuwa yanatia raia katika mtafaruko mkubwa. Hawajui ni kipi ambacho kitakwenda kusitishwa mapema, ni kipi ambacho kinatakiwa kishikiwe maanani sana, ndio kitakuwa ni kama ambao ni kichwa ambacho kinaweza kikazimwa na yale mengine inakuwa ni kiurahisi sana. Unadhani kwa upande wako haya ya AFC M23 ndio ya muhimu sana kuliko yale ya Washington, ama mazungumzo ya ndani ama nini? Umuhimu kwanza, umuhimu kwa sababu sisi ni inchi. Labda kuna watu wengine wanajiuliza Kongo ni inchi na enea. Kongo ni inchi ambayo imeeneza vigezo. Na kama inchi kwanza ni vizuri tuwe na tuna wizara ya ulinzi wa taifa. Ministère de Défense. Iko. Na ile wizara inawajibika kulinda raia. Inalinda mipaka ya inchi, inalinda raia. Raia sio wakufa kama mbu, hapana. Raia ni wakulindwa kwa hali na mali na serikali yake. Sasa niseme tu kwamba AFC M23 sio kipaumbele sana. Kipaumbele ni kumlinda mwananchi popote pale alipo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asipatwe na mabaya wala asipate asipatwe na madhara kutoka nje. Sawa sawa. Sasa angalia Bunagana ilishikwa. Wakati Bunagana inashikwa, miji midogo midogo inashikwa, serikali ilikuwa kama vile haielewi vizuri jambo liko vipi. Tunazungumza tu, tunasema. Siku Goma ilishikwa, unaona gesi mitafaruku ilikuwa, watu walichemka. Kwa sababu hakuna ambaye alijua kwamba Goma itashikwa. Ilikuwa ni vigumu kuelewa hilo jambo. Hata rais mwenyewe alikuwa anasema kwamba hawatashika Goma. Sasa Goma imeshikwa. Goma kushikwa ikatupatia taswira kwamba hivi vita ni vikubwa. Bukavu ikashikwa. Hiyo ni miji mikubwa miwili mikubwa ambayo ni ya kimkakati, ni miji ko strategic. Sasa licha ya hapo kuna huko Beni, huko Lubero ambako hawa waasi wa ADF nao wanazidi kunyanyasa wanaua vibaya. Sasa hivi hapa majuzi hapa wameingia kwenye maternite, wameua wamama ambao wanazaa, wamama wameuawa. Ni mambo ambayo katika nchi ambayo inajiheshimu haliwezi likakubalika hilo jambo. Lakini tuangalie wizara yetu ya ulinzi imefanya nini ili kuwalinda hao wananchi nao wasipatwe na majanga. Kwa hiyo nafikiria kwamba kipaumbele sio M23. Kipaumbele ni Mkongomani popote pale alipo ana haki ya kulindwa na serikali. Na hili ndilo jambo ambalo serikali inapaswa iweke kichwani. Iliwekee maanani. Hata huko Fizi, sijui huko Kalemi, kuna wengine waasi wa Mobondo huko magharibi huko. Hata Kinshasa wapo hao nao wanasumbua. Yaani popote pale ambako Mkongomani, mwana Kongo anapatikana, anakuwa na haki ya kulindwa na serikali. Haijalishi analindwa zidi ya waasi gani, lakini mabaya yasimpate kwa sababu kuna wizara ambayo inahusika na jambo hilo. Na tukiangalia wizara zetu ambazo zinaongoza mambo wizara tofauti, ikiwemo wizara ya ulinzi, ni wizara ambazo tukiweka bilan yake inakuwa hairidhishi. Kabisa kusema kweli, zinakuwa ni bilan ambazo ziko vida, ziko wazi, hazileti matumaini, hazileti kabisa ule yani matumaini kusema kwamba hapa kwa namna tunavyoona hivi tunaweza labda kesho tukalindwa vizuri, lakini mpaka sasa tunaona kwamba mambo hayajatiki vizuri. Kwa hiyo raia tunaumia tu, tunasema kwamba tutaugulia hivi. Na giso ligusia jambo la waasi sasa au Mobondo. Ukiangalia kingine ambacho tunakuwa tunajiuliza sana ni kutokana na multiplication ya ma troupes armées, yani vikundi ambavyo vinakuwa nashikilia silaha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unakutana kunakuwa na waasi wengi. Hawa ni wa AFC M23, hawa ni ADF Nalu, hawa ni wa Mobondo, sijui hawa ni Kodeko na wengine na kuna Tiraneo, kuna sijui ya nani nao. Ni wengi sana. Unadhani kwa namna iliyoko, kwa kufanya tu mazungumzo na AFC M23 tunaacha hizi zingine tabaka zote za waasi, haitokuja kutuletea tena madhara? Tutafanya mazungumzo, tunafanya mikataba na hawa nao nyuma wanaanza kujirevandike, wanaanza kujirevolte na wanataka tena mazungumzo. Uone kama hiyo inaweza ikatokea katika siku za usoni na itaendelea, mzozo utaendelea tu. Ndio maana kuna mambo mengine, kwa sababu sote ni wazalendo, sote tunaipenda taifa na tunamuomba Mungu apate kuibariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni nchi yetu ambayo ndio nchi ambayo tukihitwa Kongomani tunajisikia kweli furaha. Tunarizika. Ingawaje kuna matatizo, lakini
tunajihisi kwamba mioyo yetu imeumbwa ipate kuwa mioyo ya kikongomani. Sasa kuna mambo ambayo tunafunga kuyasema ili kwamba yasije yakaonekana tumesema vibaya zidi ya jamhuri, zidi ya nchi yetu. Lakini moja ya jambo naweza nikaliongea ni kwamba sasa hivi mikataba hii ambayo inasainiwa na AFC M23 ni kwa sababu AFC M23 ilijimpose, ilitumia nguvu kwa parce M23 kusema kweli haikuja kupindua serikali. Haikuja kupindua serikali. Na labda nisiseme kama haingeweza kupindua serikali, lakini ilikuja kwa sababu serikali ikubali kuzungumza. Mwanzo kabisa Bertrand Bisimwa alisema to utar mimi nitazungumza hapa, lazima utazungumza. Alisema hilo. Alisema. Kwa hiyo kwao akili zao zilikuwa kwenye mazungumzo. Sasa wanatumia strategy, ndio siasa. Strategy ambayo ilitakiwa kutumiwa ilikuwa ni nguvu, wakatumia nguvu baada ya kushika miji miwili hii ya kimkakati Bukavu na Goma. Lazima serikali ya Kinshasa itakubali kwenda kwenye meza ya mazungumzo na wakakubali. Sasa mazungumzo yao sasa yanataka nini? Yanataka mambo ambayo wakongomani wameshachoka. Kuna mambo yale ya mixage, ya integration, ya control, kujumuisha ndani ya jeshi, kuachilia moja sehemu ya nchi kwa majirani. Unaona mambo kama yale, mambo ambayo wakongomani wengi wanakuwa hawako d'accord, hawakubali kabisa mambo kama na hayo yafanyike tena, kwa sababu yameshafanyika na tukasubiri consequence. Tulikuwepo hapa wakati tunaambiwa usiku reteni simu, tulisubiri wakati ule bado tukiwa wadogo, lakini tulisubiri, tuliona. Sasa yale mambo tena kujirudia tena, wakongomani wanaumia, wanasema haya mambo hayapaswi kurudia. Sasa ni vizuri, ingekuwa ni vizuri kama serikali ingechukua jukumu ili iweze kutatua tatizo hili autrement kuliko gisi ilitatuliwa muda uliopita. Muda uliopita rais alikubali kusaini. Wakati huu haikuwa tena heri, haikuwa tena inapaswa tena rais akubali kusaini. Ilibidi serikali au rais ajitolee, ajiorganize, aweze kupigana na waasi. Lakini sasa utapigana na waasi, logistique iko wapi? Organization yako iko vipi? Na kingine ambacho kinasumbua sana ni wasaliti ambao wanatoka kwenye jeshi. Na wasaliti ni akina nani? Ni wakongomani. Na kama ni wakongomani ni vizuri sasa wa kuidentify, parce que msaliti aweza kuficha masiku zote, atajulikana. Ikiwa kama kichwa kitakuwa na fikra nzuri ya kufikiria, msaliti aweza kufichama, ataonekana tu. Nafikiria kwamba tatizo ndugu yangu linaanza juu. Wakati kichwa kimekuwa na matatizo, kiwiliwili kinapata matatizo nacho pia. Na asante sana mpenzi mtazamaji, tunaelekea ukingoni wa mtazamo wetu wa kisiasa kwa siku ya leo. Na labda Isaac, kwa kumalizia ujumbe wako wa mwisho ambao unauomba kwa raia ambao wanakuwa wanatufuatilia sasa, watazamaji wa Tanganyika TV, kama kuwapa moyo vile, kwa kuwa wakongomani wanapenda kufarijika, japokuwa wameshafarijika sana. Lazima endelee kuwekwa moyo kwa ajili ya kusubiri matumaini ambayo atawaletea kitu ambacho anakitaka, amani kila siku. Wakati huu safari basi haupo tena wakati wa kutiana moyo na kutaka kutoa maneno ya faraja. Wakati huu ni wakati wa kusisimua mioyo ya wakongomani kuwa tayari kwa kila jambo, kwa sababu ikibidi vita vifanyike, ni vizuri kongomani kwa namna yoyote ile wawe tayari kufanya vita, kwa sababu wakati huu ni mbaya sana. Hatutakubali tena sisi, mimi kama vile kijana ambaye nitaona mtoto wangu naye anakomaa, mimi babu yangu amekufa, ameviacha vita hivi, baba yangu bado yuko hai lakini ameishi hivi vita tokea bado angali mdogo. Kwa hiyo na mimi sitakubali mimi nizae mtoto wangu naye anione nazeheka hivi zinatoka kichwani, bado inaona vita, mtoto wangu naye nimwache katika vita. Hilo jambo mimi kibinafsi nalikataa. Kwa hiyo sina maneno ya faraja kuwapatia wakongomani, nina maneno ya kuwasisimua, kuambia kwamba wajiweke tayari kupambania nchi. Wajiweke tayari kupambania nchi kwa namna yoyote ile. Hatutaki kubuguzwa tena na viongozi, hapana. Muda umefika, miaka inaenda, wenzetu wanaendelea. Unaona bwana, sisi tunabaki nyuma. Hatutobaki hapa kuwa pionti kwenye mchezo wa dame wa kuongozwa, cheza hapa. Hapana, tunataka tugeuke na sisi wachezaji, na sisi tucheze, tuongoze pionti zetu. Kwa hiyo wakongomani wasimame, wajivike ule moyo wa kijasiri kwamba tuna nchi moja tu na ndio taifa ambalo tunahitwa kwa jina lake. Ukiwa Marekani, ukiwa wapi, unaitwa wewe ni Mkongomani. Kwa hiyo lile taifa ambalo linabeba identity yako ni vizuri ulipiganie kwa namna yoyote ile. Hakuna muda tena wa faraja hapa.
Kama mlivyomsikia Isaac anatoka kumalizia kwamba kuna muda wa faraja, ni muda wa Kongomani kusimama kuwa umoja ili kupigania nchi yako, kwa kuwa hakuna mwingine ambaye atakuja kutafutia amani. Amani italetwa na wewe Mkongomani, wewe mtazamaji ambao unatutazama. Kama wewe ni Mkongomani, kwa kuwa ndio nchi yako au na nchi nyingine, unaweza ukawa na uraia wa nchi nyingine, ila asili yako itakuwa ni moja, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nakushukuru sana. Mimi ni Safari Almasi, nishirikiana na mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe. Aliyekuwa nyuma ya kamera kwa ajili ya kukamilisha yote ni Abubakar Saidi. Asante. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.